Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa tamko kali dhidi ya kauli ya balozi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Daktari Abdallah Posi alikanusha ripoti ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania katika kikao cha 59 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa UNHRC kilichofanyika tarehe 18 Juni mwaka 2025. Katika taarifa hiyo, Chadema imesema kuwa kauli ya Dr. Posi kwamba taarifa za utekaji na ukandamizaji ni taarifa potofu, ni uongo, isiyo na heshima na dhihaka kwa waathirika wa vitendo hivyo. Chama hicho kimeitaja kauli hiyo kuwa ni sehemu ya mikakati mipana ya serikali wa kukana ukweli, kupotosha na kuendeleza utamaduni wa kutokuwajibika. Talisha wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani. Chadema imeeleza kuwa tofauti na madai ya serikali, utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unazidi kuonesha dalili za kiimla kwa kutumia upelelezi, udhibiti wa taarifa, mashtaka ya kisiasa na vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mfano iliyotolewa ni pamoja na mitandao ya kijamii kama X na Clubhouse kufungwa, huku sheria za makosa ya matendo itumiwa kama silaha dhidi ya wanaotoa maoni huru. Utekaji na utesaji wa wanaharakati wa Afrika Mashariki kama Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Boniface Mwangi wa Kenya waliokuja Tanzania kuunga mkono Tundu Lissu. Kamatwa kwa Lissu na kufunguliwa kesi ya uhaini kwa kuendesha kampeni ya no reform no election hakuna hatua ambayo Chadema imeitaja kuwa ni uonevu wa kisiasa na sio utekelezaji wa kisheria. Kasoro kubwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ikiwemo ushindi bila kupingwa wa wagombea 28 wa Chama cha Mapinduzi CCM na tume ya uchaguzi iliyoteuliwa moja kwa moja na rais ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM. Chadema imetoa wito kwa Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa, Tume ya Afrika na haki za binadamu na watu ACHPR pamoja na washirika wa kimataifa kuanzisha uchunguzi huru juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Pia chama hicho kimeeleza utayari wake kushirikiana na uchunguzi wowote wa kimataifa. Kwa kumalizia, Chadema kimetangaza itatoa ripoti maalum yenye ushahidi wa kina kuhusu matukio ya unyanyasaji wa kisiasa, ukatili wa vyombo vya dola ambao itawasilishwa rasmi kwa UNHRC na taasisi nyingine za haki za binadamu. Ukweli huwezi kufichwa kwa lugha ya kidiplomasia. Uonevu dhidi ya Agatha na Boniface na Mdude, Lissu na wengine hauwezi kufutwa. Kauli ya meza moja ya Geneva. Tanzania inahitaji mabadiliko ya kweli, taarifa imetolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kauli imekuja baada ya balozi wa kudumu wa Tanzania katika mkutano wa Geneva wa 59 ambapo alikana kwamba mashtaka ambayo yaliletwa na shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Afrika Mashariki na pembezoni mwa Afrika kuwa kwamba ni za uongo na sio za ukweli, kutokana na kile ambacho kinasadikika kwamba wamefanya uchunguzi na kuona kwamba kile ambacho kinafanyika nchini Tanzania na kile ambacho kimeenda kufikishwa katika baraza hilo la haki za binadamu na uchunguzi uliofanyika na shirika la haki za binadamu Afrika Mashariki kwamba sio za kweli. Wewe una maoni gani kuhusiana na barua ambayo imetolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufuatia kauli ya balozi wa kudumu wa Tanzania katika mkutano uliofanyika tarehe 18 mwezi huu mwaka 2025 jijini Geneva, Uswisi? Kama hujatufollow kuna ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Ambayo TV. Kama hujasubscribe channel yetu Ambayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivi ili uanze kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini pia usisahau kufollow Mr. Info JB kwa Instagram anatumia